Somo la 24 vipimo vya maabara. Somo la 24 la vipimo vya maabara. Uric acid ni nini? Uric acid ni nini? Tulijifunza kule nyuma pia uric acid, lakini kama nilivyosema kwa ajili ya figo, matatizo ya figo, tunajifunza masomo haya kwa mfumo mwingine kwa ajili ya kuhusinisha na matatizo ya figo. Kwa hiyo tutarudia hili somo, uric acid ni nini? Watu wengi wakisikia uric acid wanawaza gout peke yake. Kumbe inaweza kutoa taarifa nyingine muhimu kuhusu afya ya mwili na matatizo ya figo. Uric acid ni nini? Uric acid ni taka inayotengenezwa mwilini na mwili unapovunja vitu vinavyoitwa purines. Tulijifunza kule nyuma. Hizi purines zinapatikana kwenye nini? Hizi purines au taka za purines zinapatikana kutoka wapi? Kwanza kwenye nyama nyekundu. Kwa hiyo ili kupunguza uwezekano wa kuwa na asidi nyingi, uric acid nyingi, tupunguze nyama nyekundu. Lakini pia inapatikana kwenye samaki. Ni muhimu pia kupunguza baadhi ya ulaji wa samaki. Samaki ambao wana purines nyingi na wanaweza kusababisha uric acid na kuleta matatizo ya figo ni walifanya samaki wenye kiwango kikubwa cha purines kama dagaa. Dagaa ninaozungumzia ni wale hasa wa maji chumvi, sio maji baridi. Sato wa makopo, sato ikiwa ameshawekwa kwenye makopo. Sardines, nafikiri wengi wanajua sardine kutoka baharini. Samaki wa mafuta mengi kama kambale, hapo nazungumzia kambale wa baharini. Kaa, nazungumzia kaa wa baharini. Kamba, nazungumzia kamba wa baharini. Na chaza, hawa ni samaki ambao wanaleta uric acid nyingi na kusababisha pia matatizo ya figo. Lakini pia kupunguza unywaji wa pombe. Ikiwezekana acha kabisa kunywa pombe. Na kuna baadhi ya vyakula vya protein nyingi, siwezi kuvitaja vyote hapa. Pia hii tunahitaji kula kwa kiwango kidogo. Figo husaidia kutoa uric acid kupitia mkojo. Huo ni muhimu sana kunywa maji kama nilivyosema, glasi 6 mpaka 8 kwa siku ili kusaidia mkojo wetu. Uric acid ikiongezeka inaweza kusababisha mambo yafuatayo. Moja, gout. Gout, utasikia dalili za mwanzo, maumivu makali ya viungo, hasa kidole gumba. 2, mawe kwenye figo. Uric acid ikiwa nyingi inaweza kutengeneza crystals. Crystals inafanya mawe kutengenezwa mawe kwenye figo, ni mawe. 3, dalili za figo kushindwa kutoa taka vizuri. Dalili zinaweza kuonekana au zinaweza kuwa maumivu ya joints, kuvimba viungo. Hii inazungumzia dalili za uric acid. Kuvimba viungo, mawe kwenye figo. Wakati mwingine dalili hizi hazionekani mapema, zinakuja taratibu sana. Hivi uric acid ikipanda, sio goti tu, inaweza kuwa ni ishara ya metabolism
au figo. Tutajifunza kuhusu metabolism huko mbele. Inaweza kawa ni metabolism au ni figo. Basi kwa msingi huu, Mungu abariki sana. Usiache kunifollow na kulike, comment pia, ili tushauriane hapo chini.